Mpendwa, ni wakati mwingine ambao unafaa kujiandaa katika neno la Mungu, na wewe kama kijana unafaa uweze kujifundisha na jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji. Na katika somo ya leo tutaweza kujifundisha juu ya sheria ya Mungu, na tunakuta ya kwamba wakati huu ni muda ambao ni wa kujituma na kujua jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji ili uishi katika maisha ya sasa hivi. Maana Wakristo wengi wamepotea vile ambavyo Mungu anahitaji, sivyo ambavyo wanadamu wanaishi. Na wewe kama Mkristo wa sasa hivi, neno la Mungu lasema katika kitabu ni cha Timotheo ni wa pili 3:16, nasema ya kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu yafaa katika mafundisho na kuonya watu makosa yao. Na ili uweze kuwa mkamilifu kama Mkristo, unafaa uweze kuwa katika neno. Na ninapochunguza neno la Mungu katika sheria yake, inazungumzia jinsi ambavyo Musa pamoja na wana wa Israeli walipokuwa katika mlima wa Sinai. Walipokuwa katika mlima wa Sinai, kuna kitu ambacho Mungu aliweza kumpa Musa, na akampa Musa mbao 2 za mawe. Na katika mlima wa Sinai tunakuta ya kwamba pale Musa alipokuwa na Mungu, kuna amri 10 ambao Mungu, ama sheria 10 ambao Mungu aliweza kumpa Musa. Na alipoweza kumpa Musa, tunakuta ya kwamba Mungu akamwambia Musa ya kwamba hii ndiyo mawe 2 ya ushuhuda ambao wana wa Israeli utakaoweza kuwaongoza naye. Na tukisoma katika andiko la Kutoka 20, kitabu cha Kutoka 20 fungu lake la kwanza mpaka fungu lake la 17, hii ndiyo sheria 10 ambao Mungu aliweza kumpa Musa. Na akamwambia Musa ya kwamba hii ndiyo ushuhuda ambao wana wa Israeli watatembea nayo. Na sasa hivi tunakuta ya kwamba sisi kama Wakristo wa sasa hivi, kwa sababu subira ambao ni watakatifu, Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 14 fungu la 12, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Kristo. Na tunapoangalia sana jinsi ambavyo pia Yesu alivyokuwa, kwa sababu gani? Tunafaa tuweze kuwa na kielelezo ambao ni Yesu. Na iwapo ni kielelezo ambaye ni Yesu, tunafaa tujue jinsi ambavyo pia Yesu naye, kwa sababu alikuwa ni mwana wa Mungu, alivyosimama katika amri. Biblia inasema katika kitabu cha Injili ya Yohana 15 fungu la 10, mkinipenda mtazishika amri zangu. Ni nani tunampenda? Ni Yesu Kristo ambao anatueleza kuwa kielelezo katika neno la Mungu na katika sheria ambao ni amri 10 za Mungu. Na anatueleza ya kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa ndani yake. Ndugu mpendwa, iwapo unafuata amri za Mungu, ama iwapo unafuata nyayo ambayo Yesu Kristo ameweza kukupa, yeye mwenyewe ndiye kielelezo na kimbilio. Maana amesema ya kwamba mimi ndimi njia ya uzima na amani. Ukisoma katika kitabu cha Injili ya Yohana 14 fungu la 6, anasema ya kwamba mimi ndimi njia na yeye ndiye njia. Na ni nini sababu gani? Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 22 fungu lake la 37 mpaka 40, Yesu akatoa amri, na hii amri ni 2. Tunafaa tuweze kufahamu mali pale kama Wakristo. Na pale tunakuta ya kwamba Wakristo wengi huchanganyikiwa sana. Na wanachanganyikiwa kwa sababu gani? Hawajaelewa jinsi ambavyo Yesu aliweza kuweka ile amri 10. Na pale tunaangalia ya kwamba kitabu hicho ni cha Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo, sura ni ya 22 fungu lake
37 mpaka 40. 22:37 mpaka 40. Biblia inasema ya kwamba akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Pale tunapozungumza ni jinsi ambavyo Yesu aliweza kutoa ile sheria ikawa mbili, na akisema ya kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, ina maana ya kwamba pale alikuwa anazungumzia zile amri 10 za Mungu. Maana amri 10 za Mwenyezi Mungu zilikuwa zimetengwa katika vitengo viwili. Vilikuwa vimetengwa katika vitengo viwili. Moja ilikuwa kumpenda Mungu, ya pili ilikuwa ni kumpenda jirani. Na pale tunapotazama tunaangalia jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa pamoja na Musa na wana wa Israeli, na akawapa ushuhuda 2 wa nani? Ushuhuda 2 ya mawe. Na pale tunakuta ya kwamba aliweza kuitenganisha jinsi ambavyo utampenda Mungu na jinsi ambavyo utampenda mwenzako. Na ndiposa pale Yesu akakuwa kielelezo na kutufundisha ya kwamba katika zile amri 10 tunajieleza ya kwamba pale palikuwa na mazungumzo mazuri zaidi pale Yesu anapozungumza na wanafunzi wake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Ni nini alikuwa anazungumzia? Kitu cha kwanza, kama unampenda Mungu hautakuwa na miungu mingine. Kama unampenda Mungu hautalitaja jina la Mungu wako bure. Kama unampenda Mungu hauwezi jifanyia sanamu ya kuchonga, na kama unampenda Mungu utaweza kulitii amri ya 4 ambao ikumbuke siku ya Sabato ilikaze. Pale Yesu alikuwa anazungumza kuhusu kumpenda Mungu, ndivyo ilivyo. Na tukiendelea inasema ya kwamba hii ndiyo amri iliyo kuu. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Mpende, tena ni ya kwanza, na ya pili yanafanana na hayo. Na hii ni ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Iwapo humpendi jirani kama nafsi yako, wewe hayupo tena katika ile sheria 10 za Mwenyezi Mungu. Ndugu wapendwa, tunafaa tuweze kufahamu na jinsi ambavyo neno la Mungu linavyosema. Tukienda kinyume na mapenzi ya Mungu, gali hatuyuko pamoja na Mungu. Ni nani utusaidia? Ni yule mwovu utusaidia ili tuendelee kutenda dhambi. Biblia inasema ya kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Pili, tuwakuta ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Ukimpenda jirani ni kusema ya kwamba usiibe, usisindi, usitamani, usimshuhudie jirani yako uongo. Hayo ndiyo Yesu alipokuwa anazungumza. Alikuwa na kielelezo na jinsi ambavyo wanadamu wanafaa kulitii sheria ya Mungu ama amri ya Mungu. Ni sababu ipi ambayo itakufanya usiweze kulishika ile sheria 10? Ama ni maelezo ipi ambayo utaweza kujitolea usiseme ya kwamba ati ya kwamba kwa sababu ile ni amri 10 nafaa nizishike? Tutapatana katika kipindi chingine, tutaendelea na tujifundishe zaidi jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji tuweze kuendelea katika neno lake. Lakini kwa sasa hivi nimewashukuru kwa vile ambavyo mtakavyoweza kuendelea kulisema katika neno la Mungu, na vile ambavyo utakavyoenda katika imani, na vile ambavyo utakavyoshika neno la Mungu. Maana Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Isaya 34:16, itafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Hakuna yeyote ambaye utakaye kosa mwenzake. Na basi kama hatutii bidii kulisoma na neno la Mungu, hatuyupo tena katika njia ya Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa sababu kitabu cha Amosi 8 fungu lake la 11 inasema ya kwamba angalieni, siku zinakuja ambavyo Mungu ataleta njaa na kiu. Na Biblia inasema ya kwamba haitakuwa njaa ya kukosa chakula, haitakuwa kiu ya kukosa maji, bali ya kulisikia neno la Mungu. Je, jiulize, mimi kama Mkristo nafaa kujifundisha neno la Mungu katika njia gani? Neno la Mungu iweze kuwa baraka kwako na baraka kwangu, na ubarikiwe sana.
Amen.